إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم سليا نكم سليم kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika iman, ninaihusia nafsi yangu pamoja na kukuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu qad faza almuttaqun. Tulieleza katika khutba ya juma lililopita kuhusiana na asili ya maumbile ya mwanadamu, kuwa ameumbwa katika tauhid, na kule kuingia katika shirki ni mtego wa shaitani ambao mwanadamu alishindwa kuepuka, akajikuta ametumbukia katika ushirikina. Hapana vibaya kama tutaeleza tena kuhusu umuhimu wa tauhid na hatari ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tauhid ndo al-Islam. Tauhidi ndo Uislamu wenyewe, bali Uislamu ni la ilaha illa Allah. Yule atakayetamka neno hili kwa ulimi wake, akaitakidi kwa moyo wake kwamba hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah, huyo ndo anakuwa Muislamu. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala katika matni yake al-usuli thalatha, kitabu ambacho kinasomwa na watoto na wale wanaoanza mwanzo kujifunza, alieleza kuhusu Uislamu akasema: al-istislamu lillahi bitawhidi والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. maana ya Uislamu ambayo ndo la ilaha illa Allah, akasema ni al-istislamu lillah, ni mtu kujisalimisha na kujinyenyekeza, kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istislamu lillahi bitawhidi, kujisalimisha na kujinyenyekeza kwa Allah kwa kumpwekesha katika ibada. Walinqiyadu lahu bitta'a, na kunyenyekea kwake kwa kumtii, kwa kufanya khairi katika ibada. Walbara'atu minashirki wa ahli, na kujiepusha mbali na kujiweka mbali na ushirikina na watu wake. Huu ndo Uislamu, na hii ndo maana ya la ilaha illa Allah. Allah tabaraka wa taala anasema katika Ali Imran: shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim.
ameshuhudia Allah tabaraka wa taala juu ya nafsi yake kwamba hapana muabudiwa wa haki isipokuwa yeye subhana. Hakuna yeyote anayepaswa kuelekezewa chochote katika ibada isipokuwa yeye Allah Ta'ala. Wal malaika, na malaika wake wamelishuhudia hilo la upweke wa Allah katika ibada. Wa ulul ilmi, na wale wenye elimu, wale wasomi wanashuhudia hilo. Qaiman bilqist, hali ya kuwa Allah Ta'ala ameusimamia uadilifu. La ilaha illahu, hapana mwenye kustahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye tabaraka wa taala. Al-azizul hakim, mwenye nguvu za ushindi tena mwenye hikma. Aya hii ni dilala wadhiha ala wahdaniyati llahi taala, ni julisho la wazi linaloonyesha ustahili wa kuabudiwa Allah peke yake. Allah Ta'ala hana mshirika katika ibada zake, kama ambavyo hana mshirika katika uendeshaji wa majambo. Kwa hiyo anatakikana aabudiwe yeye peke yake. Katika Isra akasema wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, amehukumu Mola wako hukumu ya kukata kwamba msimwabudu isipokuwa yeye subhana peke yake. Asiabudiwe malaika wala asiabudiwe nabii, aabudiwe yeye subhanahu wa ta'ala peke yake, asishirikishwe na chochote. Na hiyo ndo amri yake kwa waja wake. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, na hawajaamrishwa waja wake, yani waja wa Allah, isipokuwa wampokeshe Allah, wamtakasie yeye ibada peke yake. Hiyo ni amri kawaamrisha wanadamu wote. Na ikawa hii ndo milla ya baba yetu Ibrahim alayhi salam, milla ya upwekeshaji. Bali yeye Ibrahim na watu wake walisimama kidete kuupinga ushirikina, wakatangaza ibada kwa Allah Ta'ala peke yake bila kumshirikisha na chochote. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqbihi la'allahum yarji'un. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, nakumbuka pindi aliposema Ibrahim kumwambia baba yake na jamaa zake, innani bara'un, hakika mimi niko mbali, mimi ni mwenye kujitenga, mimma ta'budun, na vile mnavyoviabudu visivyofaa. Ninajitenga na mila zenu za kishirikina, ninajitenga na ibada zenu za kuabudu masanamu. Illa alladhi fatarani, isipokuwa yule aliyeniumba mimi mwanzo, huyo ndiye ninayemwabudu. Fa innahu sayahdini, hakika yeye ataniongoza katika njia ya sawa, ataniongoza katika dini iliyonyooka. Fa innahu sayahdini, hakika yeye ataniongoza Allah Ta'ala, huyo ndiye ninayemwabudu. Waja'alaha kalimatan baqiya, na Allah Ta'ala akaifanya la ilaha illa Allah, ambao ndio Uislamu sahihi, kuwa ni neno lenye kubakia fi aqbihi, kwa kizazi cha Ibrahim. La'allahum yarji'un, huenda wao wakarejea. Wanasema mufassirun, la'allahum yarji'un ay ahla Makkah, la'alla ahla Makkah yarji'una ila kalimati la ilaha illa Allah, huenda watu wa Makkah wakarejea katika neno la ilaha illa Allah. Hii ndio mila ya Ibrahim. Kisha Allah akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam
awatangazie watu wake, umma wake, nyinyi mmekuwa mna kiigizo chema, mmekuwa mna la kuiga lililo jema kwa Ibrahim na wale watu wake waliomwamini Ibrahim na wakamfuata. Idh qalu liqaumihim, pale waliposimama wakasema kuwaambia watu wao, inna buraa'u minkum, sisi tuko mbali na nyinyi, wa mimma ta'buduna min dunillah, na wale mnaoabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Waambie vipi? Kafarna bikum, tumekukataeni nyinyi watu mnaoabudu mizimu, mnaoabudu mila zenu, mnaofanya matambiko. Kafarna bikum wa bada bainana, na yamedhihiri kati yetu sisi na ninyi al-adawatu wal-baghdha'u abada, uadui na chuki. Hii haiishi, ni milele. Hatta tu'minu billahi wahda, mpaka mtakaporejea na mkamwamini Allah peke yake mkamwabudu. Na hakuna atakayekataa hii mila ya Ibrahim isipokuwa yule atakayetia katika upumbavu nafsi yake. Hii ndio ibada na huu ndio Uislamu, aabudiwe Allah peke yake. Ama watu kumfanyia Allah wenza na washirika ni kumnyang'anya Allah haki yake ya msingi. Kile kitendo cha mtu kusimama akanadi kuabudiwa au kuabudu kingine, anafanya munazaa na Allah Ta'ala. Bali haki ya Allah kwetu ni sisi tumwabudu, na haki yake kwetu sisi haiondoshwi na yeyote. Fahaqullahi alaina baqiyah wa daima, haki ya Allah kwetu sisi ipo na inadumu, inaendelea kuwepo. Hii ni kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wamechupa mipaka, hasa katika watu wa muridi wale. Kuna watu wameamua kuacha ibada za Allah wakaenda kuabudu mashekhe zao, kama ambavyo inasimuliwa na baadhi ya maulama kuhusu tasawuf, kwamba watu wanaacha ibada za Allah Ta'ala kwa kufuata miongozo ya mashekhe zao. Wakawaambia, nyinyi sasa hivi mmetoka katika daraja la awamu, sasa hivi nyinyi mpo katika darajatul khuwas, daraja la watu maalum, la ibada, la salah, hakuna ibada, hakuna sala. Nyinyi kulu watamatta'u, kuleni, mnywe, mstarehe, mambo ya ibada waachieni watu wa kawaida. Lidhalika qasamu at-tauhida ala qismain, ndio hivyo wao wakaigawa tauhidi katika makundi mawili. Wakasema kuna tauhidul awam, tauhidi ya awam ndio hii ya kuhimizana la ilaha illa Allah, kuambizana hivi ustahili wa kuabudiwa Allah peke yake. Hii ni tauhidi ya awam. Ama tauhidul khuwas ni ile tauhidi ambayo sasa mtu anaweza kumwabudu shekhe wake, kama inavyosimuliwa Sheikh Muhammad Amanul Jami rahimahullah ta'ala. Anasimulia habari mbele ya shekhe wake al-Imam Saadi rahimahullah ta'ala kwamba huko Habasha alipokuwa kijana mdogo, watu walipokuwa wakihudhuria kwa huyo shekhe wao, shekhe wa kisufi wa tariqa, ilikuwa ikifika nyakati za sala, kama ni adhuhuri, yeye haendi msikitini, anakaa katika kiti chenye miguu minne, inaletwa sharshaf, shuka, anafunikwa, kisha wale watu wanainyenyua mara 4, anakuwa anaunguruma kama njiwa ndani ya hicho kiti, kisha baadaye wanamtua, wao wanaenda kuswali, wanamwacha hapo. Wakitoka msikitini wanainyenyua ile sharshaf, anaunguruma tena kama njiwa, qad tala ash-sheikh, kwamba amerudi kutoka alikoenda. Kisha anawapa habari huko Makka amekutana na nani, Madina huko, kwamba wanawasalimia. Al-Imam Saadi akawa anamuuliza kumwambia al-Imam Amanul Jami, huoni wewe kwamba kuna tofauti hata ya nyakati za swala kati ya miji yetu na miji yenu, kuonyesha kwamba hawa watu wanaabudu ibada zisizofaa? Ayuha nasu ibadallah, at-tauhid ndo aslul usul da'watul anbiya. Al-Imam al-Albani alafa muallafan, kaandika kitabu kilichokamilika akisema at-tauhid awalan ya du'at al-islam, tauhidi mwanzo ilinganiwe enyi walinganizi wa Uislamu. Watu warejeshwe katika asli ya dini zao, warejeshwe katika haki ya Mola wao, na waachane na zile propaganda zinazoenezwa na baadhi ya watu kwamba sasa hivi watu watengeneze akhlaqi bana, tabia kwanza, tabia
haina nafasi wala manfa ikiwa mtu mwenye tabia hana tauhid. Sababu kuna watu wanajisifia kwamba sisi masufi tuna akhlaqi nzuri kuliko hao wanaolingania tauhidi. Wana midomo mibaya, wana midomo michafu, wanatukana watu kama wanavyosema wao, na ni uongo, si kweli kwamba kuna watu wanawatukana Waislamu kwa sababu ya kuwaambia acheni matambiko, acheni ushirikina, rejeeni kwa Allah, acheni kuchinjia mizimu, acheni kutufu katika makaburi, acheni kutaka ulinzi kwa mashekhe zenu ambao wamekufa au wako hai, wako mbali, acheni kuegemea huko, acheni kuwaita kina al-Badawi na kina al-Jilani. Nyinyi muiteni Allah tabaraka wa taala, ludh bil ilah wala taludh bisiwah waman ladha bil malik al jalil kafah. Wewe mtegemee Allah, mtake ulinzi Allah kutokana na mambo yako, shida zako, mtake ulinzi Allah taala, wala usitake ulinzi kwa mfu, kwani yule mwenye kutaka ulinzi kwa Allah taala, Allah subhanahu wa ta'ala atamtosha. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. ayuha an-nas ibadallah, ndugu zangu katika imani, فقد روى الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. بكى الإمام مسلم رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسيما: لعن الله من ذبح لغير الله. Allah subhanahu wa ta'ala amemlaani yule ambaye anachinjia kisichokuwa Allah, yule ambaye kichinjwa chake atakipeleka kwa majini au akachinjia kaburi au akachinjia mti au chochote kisichokuwa Allah, basi Mtume alayhi salamu anasema la'ana Allahu man dhabaha lighairi Allah. Allah amemlaani yule ambaye anamchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika yule ambaye atamsaidia mtu na kumshauri katika jambo hilo ameingia katika laana. La'ana Allahu man awa muhditha, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Allah amemlaani yule ambaye anamsaidia muharibifu, anayeharibu itikadi za watu, anayeharibu dini ya Allah Ta'ala, anayehuisha mambo ya mizimu, huyo amelaaniwa, anayehuisha na mshauri wake. La'ana Allahu man awa muhditha. Na hii ni kwa sababu Mtume alayhi salam ameihami tauhid hata katika maradhi ya kifo chake sallallahu alayhi wasallam. Alipokuwa akikurubia kuiaga dunia, aliwapa wasia masahaba wake, akiwatahadharisha na jambo la ushirikina, akiwaambia la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah Ta'ala amewalaani mayahudi na wakristo. Kwa sababu gani? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, wameyafanya makaburi ya manabii wao kuwa ni sehemu za ibada. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema yuhadhiru ma sana'u, anatahadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam yale walioyafanya mayahudi na manasara. Walaula dhalika la ubriza qabru, na lau kama sikuchelea hilo basi lingedhihirishwa kaburi la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali aliwaambia Waislamu wasije wakachupa mipaka wakafikia katika nafasi waliofikia manasara. Akawaambia la tuturuni, msinisifu mkavuka mipaka, kama ataratin nasara, kama walivyochupa mipaka manasara kwa Isa ibn Maryam. Wakasema kwamba Isa ni Allah, wengine wakasema ni mwana wa Allah. Sasa la tuturuni, Waislamu msinisifu mkachupa mipaka mkafikia katika haddi ya manasara. Allah anasema atakapokuwa akimuuliza Isa kutokana na haya ambayo manasara wameyafanya, wa idh qala Allahu ya Isa,
na pindi atakaposema Allah, ewe Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas, hivi wewe ndiye uliyewaambia watu, ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah, nifanyeni mimi na mama yangu kuwa ni waabudiwa wawili kinyume cha Allah subhanahu. Qala subhanak, Isa atasema ninakutakasa kukutakasa, haikuwa inanifaa mimi kusema yale ambayo ni haki kwangu, mimi sijasema illa lile ambalo umeniamrisha. Na hii ni kuonyesha kwamba manaswara wameruka patupu, bali kinachotakikana wakumbushwe, waambiwe kwamba hakuna muabudiwa mwingine kinyume cha Allah Ta'ala. Qul ya ahla alkitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Waambie ya ahla alkitab, enyi watu wa kitabu, ta'alu ila kalimatin sawa, njoeni kwenye neno la sawa sawa, ni la ilaha illa Allah, bainana wa bainakum, kati yetu sisi na ninyi, alla na'budu illa Allah, tusimwabudu isipokuwa Allah Ta'ala peke yake, la sharika lah, hana mshirika, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, wala tusifanyane sisi kwa sisi kuwa ni miungu min dunillah, kinyume cha Allah Ta'ala. Fa in tawallaw, mkishawaambia wakikataa, faqulu shahadu bi anna muslimun, waambie shuhudieni bi anna muslimun, kwamba sisi ni waislamu. Ibadallah, jambo la at-tauhid, ifradullah Ta'ala biibadatihi, jambo la kumpekesha Allah katika ibada zake, ni jambo ambalo watu wanapaswa kuambizana na kuambizana ukhatari wa kupeleka ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama huyo ambaye anaelekezewa ibada ni nabii au ni malaika, wale ambao wako karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, hao wote hawapaswi kuabudiwa. Watu waambizane, washikane mikono, wanasihiane, wasubirishane, waambizane kuhusu milla ya at-tauhid, millatul hanifiyah, milla ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, sababu hilo ndilo lengo na hayo ndio maumbile ya mwanadamu, na hakuna yeyote atakayekengeuka na milla hii isipokuwa atakuwa ameitia katika upumbavu nafsi yake. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.